Mpendwa mtazamaji wangu, ninakukaribisha katika kipindi kinachoitwa Biblia iliyoota mabawa. Biblia iliyoota mabawa. Na leo tutaangalia makundi manne ya vyakula. Makundi manne ya nini? Ya vyakula. Tuombe. Mungu mtakatifu, wema wako ni mkuu. Jidhihirishe kati yetu leo kwa njia ya neno lako, ili tuwezeshwe kuishi maisha yanayostahili wito wetu. Katika jina la Yesu, amena. Biblia iliyoota mabawa, makundi manne ya vyakula. Inaanzia hapo ambapo tulikuwa tumejifunza juu ya kanuni 10 za afya na ustawi wa mwanadamu. Kanuni 10 za afya na ustawi wa mwanadamu. Siku hiyo tuliongelea kanuni ya kwanza ni lishe, ambayo leo tutakuwa tunaongelea habari za lishe. Katika bustani ya Eden, chakula gani kilikuwepo? Na hicho chakula kilimsaidiaje mwanadamu kuishi na kustawi katika hiyo bustani? Siku ile tuliongelea habari ya lishe, tukaongelea kwamba mwanadamu alipewa mbegu, mboga mboga na matunda. Lakini pia habari ya zoezi, na tulimuona mwanadamu akipewa kazi ya kulima. Lengo la kuumbwa mwanadamu aweze kuilima ardhi. Maana Mungu anauliza kwamba hakuna mtu wa kuilima ardhi. Lakini kulikuwa na kanuni ya 3 ilikuwa ni matumizi ya maji safi. Tukaona ilo mito 4 ya bustani ya Eden. Alafu tukaongelea habari ya mahusiano ya kijamii. Ilikuwa ni muhimu Adamu awe na mwenzake ili aweze kufurahia maisha katika bustani hiyo. Maana bustani ya Eden ni bustani ya upendo. Ndio maana hata ukiingia katika kitabu cha Biblia kinachoitwa Wimbo Ulio Bora, lugha inayotumika kuelezea mambo ya ndoa ni lugha ya mahaba katika bustani ya furaha. Bustani mithili ya bustani ya Eden. Anapoongelea habari ya mikomamanga, anaongelea habari ya mizabibu, anaongelea habari ya asali, anaongelea habari ya baraka tele zilizo katika bustani ya Eden. Kwa hiyo hakuna picha nyingine ambayo Biblia inaelezea habari ya mahaba zaidi ya bustani ya Eden. Na katika bustani ya Eden pia kulikuwa na kile kitu kinachoitwa mwali au miali ya Yahu. Miali ya Yahu ambayo ni uwepo wa Mungu katika bustani ya Eden. Sasa twende katika kanuni hizo 4, na kwa leo tutaongelea habari ya lishe. Lishe. Tunamaanisha nini tunaposema lishe? Na hii lishe ni kitu gani? Katika jiografia ya Biblia tunaona matumizi ya lugha ya Injili katika bustani ya Eden. Lugha ya Injili inasomeka vizuri sana, na ninaenda kuongelea habari ya lishe ambayo mwanadamu alihitaji. Na nikabahatisha kupata chanzo kimoja cha kale kinachoelezea kwamba ile mito 4 ya bustani ya Eden ilikuwa pia inaonyesha kwamba Mungu aliweka makundi makuu 4 ya vyakula. Makundi makuu 4 ya nini? Ya vyakula. Hebu twende katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2, tuanze mstari wa 10. Alafu itakuletea kanuni fulani inayotenda kazi hapa. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 10 hadi mstari wa 14. Ukatoka mto katika Edeni kwa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema, huko kuna bedola na vitoshoham. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa 3 ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Na anamalizia fungu la 15, anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Ailime na kufanya nini? Na kuitunza. Ni mahali ambapo mwanadamu alipata hifadhi. Na tunaona ndio kulikuwa na vyakula ambavyo vinaliwa, Mungu ameruhusu. Lakini kulikuwa na makatazo
katazo ilikuwa ni kwamba mwanadamu aliambiwa anaweza kula matunda yote ikasoro tu mti wa ujuzi wa mema na nini na mabaya. Pendwa mtazamaji wangu, nakwambia katika chanzo kile nilichokifumania hapo kinasema ule mto wa Pishoni ulikuwa unazunguka katika nchi ya Havila, na katika Biblia Havila ni wa uzao wa Shemu. Halafu mto wa Gihoni ulikuwa unazunguka nchi ya Kushi, na Kushi ni wa uzao wa Hamu, na mto Hidekeli unapita mbele ya Ashuru, ambaye Ashuru anaonekana upande huo ndio wanatokea uzao wa Yafesi. Lakini pia mto wa mwisho ambao ni mto Frati wenyewe ulikuwa unapita Babeli, na huko ndiko kulikuwa makao makuu ya bustani ambapo anaonekana mzee Nuhu alitawala huko Babeli. Kwa hiyo utaona ni familia ya Nuhu. Hii mito ilikuwa imewekwa kuashiria wazee wakuu wangapi? 4. Na hao wazee wanawakilisha ukoo wa Shemu, ni ukoo wa kifalme. Maana ukoo wa Shemu huko ndiko Masihi atakotokea. Gihoni anaonekana ukoo wa kitumishi, huko ndiko Masihi mtumishi. Maana kuna Masihi mfalme, alafu kuna Masihi mtumishi atakapotokea. Alafu Hidekeli inapita mbele ya Ashuru, ambapo walitokea huko wenye hekima. Kwa hiyo atatokea huko wenye hekima, na ni ukoo wa wanadamu. Lakini pia huko Frati wenyewe ulipita huko Babeli, na ilienda pia mpaka Harani, ule mto Frati. Kwa hiyo huko ndiko wazee wa imani walikotoka. Kwa hiyo utaongelea hapa mambo ya ufalme, mambo ya utumishi, mambo ya hekima, na mambo ya hekima ya kiroho, hekima ya kibinadamu na hekima ya kiroho. Pendwa mtazamaji wangu, na hii mito ilikuwa inaashiria mambo makuu 4. Jambo la kwanza, kule mashariki, huu mto wa Pishoni ulielekea mashariki, na Mungu alifanya muujiza wa uumbaji. Muujiza gani? Ulikuwa ni muujiza wa kugeuza maji kuwa asali. Tutafafanua baadaye katika kipindi cha pili. Mto wa pili ni mto ule wa Gihoni. Wenyewe Mungu alifanya muujiza wa maji kugeuzwa kuwa maziwa. Alafu mto wenyewe ulikuwa unaelekea huko kusini. Alafu Hidekeli wenyewe ulielekea magharibi, maji yake yaligeuzwa kuwa mafuta. Alafu na mto Frati hatimaye maji yake yaligeuzwa kuwa divai. Naposema muujiza wa uumbaji, kama utakumbuka vizuri, katika kuasisi huduma yake mbele ya watu wengi, Bwana wetu Yesu Kristo aligeuza maji kuwa divai. Huo ulikuwa unaitwa muujiza wa uumbaji. Kwa sababu gani? Yesu anakumbusha kwamba ndoa ilianzia katika bustani ya Eden. Ndipo alipoanzishia ndoa. Na ndoa haiwezi kupendeza kama hauna bustani. Ili ufurahie maisha kama mume na mke, lazima muwe na kabustani kenu. Haleluya. Na hivyo Yesu akafanya muujiza, yale mabalasi 6 yakajazwa maji, na yale maji Mungu akafanya muujiza wa uumbaji kugeuza maji. Bwana wetu akageuza maji kuwa nini? Kuwa divai. Kwa hiyo tuseme ule mto wa Frati ulikuwa umezungukwa na mizabibu mingi, na ile mizabibu inanyonya maji ya mto Frati na kuzaa mizabibu mingi. Kwa hiyo ni muujiza wa uumbaji. Ilikuwa ni njia mojawapo ya kuandaa wanadamu wafurahie maisha. Lakini kule mashariki maji yaligeuzwa kuwa asali. Ule mto ulikuwa una maua mengi, na wahudumu wake walikuwa ni nyuki. Wanakusanya maji, wanakunywa maji ya mto Pishoni, wanatengeneza masega ya asali. Wanasifiwe sana. Kulikuwa na maua mengi sana. Lakini pia maji ya mto Gihoni kulikuwa na dengu, kulikuwa na njugu nyingi za kutosha. Kwa hiyo Mungu alifanya muujiza wa kugeuza maji kuwa maziwa. Lakini kule mto wa Hidekeli kulikuwa na maalizeti na mizeituni bora kabisa, yalikuwa yakinyonya maji ya mto Hidekeli, na Mungu anageuza maji kuwa mafuta. Inazaa mizeituni ambayo ni mafuta bora duniani. Unaona? Kwa hiyo kuna makundi 4 vyakula vya kutia nguvu mwilini, ambayo ni asali, nafaka, tende na kadhalika. Kuna vyakula vya kujenga mwili, ambayo
maji yanageuzwa kuwa maziwa, dengu, njugu na kadhalika. Lakini kuna vyakula vya kutia joto mwilini, maji yanageuzwa kuwa mafuta. Kulikuwa na maalizeti na mizeituni yanazunguka ule mto, lakini hatimaye ule mto wa Frati ambapo maji yaligeuzwa kuwa divai. Kulikuwa na matunda mengi ya mizabibu ambayo ilikuwa mizabibu bora kabisa, ilinyonya maji ya mto Frati. Hata kule Babeli utakumbuka na Danieli walikuwa huko Babeli, kulikuwa na mizabibu mingi sana. Kwa hiyo Mungu aligeuza maji ya mto yakawa divai njema. Bwana asifiwe sana. Nitakuja kufafanua katika kipindi kingine, lakini kwa siku ya leo ninakwambia hayo matunda yote yaliwakilisha matunda ya mti wa uzima, ambayo Mungu alipanga mwanadamu akishiriki matunda ya mti wa uzima anapata uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Haya matunda yote yalikuwa ni muhimu na ni vyakula ambavyo ni muhimu kwa afya ya binadamu. Leo kuna makundi aina ya 4 ya vyakula. Vyakula vya kuongeza nguvu mwilini, vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kuongeza joto mwilini, vyakula vya kulinda mwili. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji wangu, lakini kumbuka Yesu anasema mimi ndimi mzabibu mwema na Baba yangu ndiye mkulima. Yesu anasema pia mimi pia ni mkate wa uzima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anasema mimi ni maji ya uzima, mimi ni mkate wa uzima. Vyakula vyote hivi vinawakilisha Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anasema tukishiriki mibaraka kutoka kwake, yeye ni tunda la uzima, tutaishi milele na milele. Karibu sana. Nakuletea wimbo huu Salama Rohoni. Ni mahali ambapo tunapata amani na usalama. Bwana akubariki. Asifiwe sana. Ukiwa na Yesu unakuwa salama. Ukiwa na Yesu unakuwa hai. Ukiwa na Yesu unakuwa na joto. Ukiwa na Yesu unakuwa una nguvu. Ukiwa na Yesu unakuwa na furaha. Ukiwa na Yesu unakuwa na ulinzi. Ukiwa na Yesu mwili wako unakuwa na afya bora. Bwana akubariki sana na kurudisha katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Mtumishi wako mchungaji Demarcatoro Kibasisi. Barikiwe sana napokuombea. Mungu wangu mbariki mtumishi wako na mjumbe aliyesikiliza habari hii njema. Ukamtakase, ukampatie kile anachokihitaji kwa afya yake na kwa afya ya maisha yake, ili awe na afya bora kadri roho yake inavyofanikiwa. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, ukambariki na familia yake. Amina.